Kwa upande wa Fountain Gate Princess yenyewe ilikuwa jijini Arusha ambako kulikuwa na mwaliko maalum wa mashindano ya Samia Cup 2025 ambayo yalilenga kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Princess ikiwa ni miongoni mwa timu 4 kando ya JKT Queens, Yanga Princess na Simba Queens. Tafsiri fupi ni kwamba mashindano hayo yalizikutanisha timu 4 kubwa nchini na zenye ushawishi kwa jamii. Timu ilifika salama Arusha na haraka kuanza maandalizi ya mchezo wa kwanza uliochezwa Machi 4 dhidi ya Yanga Princess. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumetoka salama Babati na tumefika katika jiji la Arusha kwa ajili ya mashindano ya Samia Cup ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe 4 mwezi huu. Kikosi changu kiko vizuri, afya tele, kina morali ya kutosha. Tunaamini kwa sababu tumefika leo, vijana wamepata mapumziko, lakini kesho watafika katika mazoezi kwa ajili ya kuweka mwili sawa, na mechi yetu itakuwa ni tarehe 4 na Yanga Princess. Tumejipanga vizuri na tuko tayari kwa mashindano. Na tunaendelea tuwaombe tu wana Babati, wapenzi wote wa Fountain Gate watupe support, watuombee dua ili tuweze kufanya vizuri katika mashindano haya ili tuweze kuibuka kidedea. Yalikuwa ni mashindano ambayo timu ilipaswa kufanya vizuri ili kuendelea kujijengea heshima nchini, na ndio maana kocha mkuu wa timu hiyo Mirambo Kamel aliona ipo sababu ya kufungua darasa fupi na kuwakumbusha wachezaji umuhimu wa kuipigania nembo ya Fountain Gate kwenye mashindano hayo. Tendeni tukaipiganie nembo ya Fountain Gate. Kila mtu afanye kazi kwenye position yake. Kila mtu afanye kazi kwenye position ya karibu yake. Kila mtu ajitoe, inawezekana. Ridhiki ni mafungu 7, lakini kwetu hatukuwa na fungu hata moja kwenye Samia Women Cup. Tulipoteza mechi ya kwanza dhidi ya Yanga Princess na tukafungwa mechi ya pili ya kusaka mshindi wa 3 dhidi ya Simba Queens. Licha ya kufanya vibaya kwenye mashindano hayo, lakini ikawa tayari tumetimiza azma yetu ya kumpa nguvu mwanamke katika mchezo na kuunga mkono jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan kwenye kuleta mtazamo chanya kwa jamii kuhusu mwanamke kwenye nyanja ya michezo. Kuwalea vijana kisoka, kimaadili na kielimu ni nguzo kubwa kwa soka la vijana kwenye taasisi yetu. Kocha Abubakar Francis amekuwa na utaratibu wa mara kwa mara wa kukaa na wachezaji wa timu yetu ya Under 20 na kuwakumbusha mambo mbalimbali yenye tija kwao. Kuna mechi, ukienda kuicheza mechi, unatakiwa kuwa mbabe. Sijasema ubabe wa kwenda kupigana ngumi. Ubabe ni total domination of the match. Kila kitu unatakiwa kukimiliki. Kwa sababu gani? You have something. Yani wewe hauko tu. Sindio? Wewe unaamkia gym, una session ya asubuhi, una session jioni, una session ya asubuhi, una session jioni. Huwezi kujiweka kwenye level moja na mtu ambaye anafanya mazoezi saa 12 au saa 11. Na kuelekea mchezo ujao wa ligi ya vijana dhidi ya Coastal Union kesho Jumatano Tanzanite kwa raha, vijana wetu walicheza mechi 2 za kirafiki na kupata ushindi wa jumla ya mabao 25. Walianza kwa kuwaburuza Galapo FC chuma 15-0 na kisha kuwatwanga vijana kutoka kwenye mashamba ya kahawa Monduli Coffee FC kwa mabao 10-0, na mechi zote zikipigwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha. Kama ambavyo dunia inafahamu kuwa taasisi yetu inajengwa na uti wa mgongo wa michezo na elimu, hivyo Fountain Gate Academy imekuwa na utaratibu wa kufika kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutangaza sera zake. Wiki iliyopita ilifanyika ziara ya michezo ikiwa na shabaha ya kuisogeza jamii karibu na sisi, na hapa msafara wa mabasi 20 na watu takriban 560 ulifanya safari hadi wilaya ya Gairo mkoani Morogoro. Ilikuwa ni ziara ya Fountain Gate Sekondari iliyohusisha michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu kwa wanawake na wanaume pamoja na mpira wa pete kwa wanawake dhidi ya wananchi wa eneo hilo. Michezo hiyo ilitamatika kwa Fountain Gate kuibuka na ushindi katika michezo yote, ambapo matokeo ya mpira wa miguu yalikuwa ni mabao 4-0 kwa wanawake na wanaume ni mabao 2-0 na mpira wa pete ni 26-6.
Kwenye ziara hii pia kamera za FGA TV zilikinasa kijiwe cha wanafunzi wakizungumza machache, na mmoja akitoa historia ya wilaya ya Gairo na namna kipaji chake kiliweza kuonekana na kupata fursa ya kujiunga na timu ya vijana ya Fountain Gate. Nimefika hapa leo ni maeneo ambayo nilikuwa nafanyia mazoezi katika kiwanja hiki, japo sehemu nilikuwa naishi ni hapo nyuma tu, ni camp ya senior team daraja la kwanza wale tangu 2021 ile nimekuja hapa, nilikuwa nafanya mazoezi hapa mpaka 2023 ndo kwa nimekumbuka haya mambo. Tangia nimekuja hapa, nimekuja kujifunza mengi, nimefundisha mpira hapa mpaka nimekuja kuonekana, naenda kujiunga na shule ya Fountain Gate. Sky is limit. Ndio maana halisi ya hiki kilichotokea kwenye mchezo kati ya vijana wetu na wale wa timu ya Gairo. Mwamuzi wa mchezo huo alikuwa ni mlemavu wa mkono, lakini kutokana na kupatiwa elimu na mafunzo bora, basi aliweza kuchezesha mchezo kwa haki na usawa. Tazama mwenyewe. Kwenye viunga vya mji uliokosa bahari Morogoro, timu yetu ya vijana under 17 wameanza matayarisho kabambe kuelekea katika ligi ya vijana wa umri huo inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi hivi karibuni. Kwanza kabisa, walimu walipata fursa ya kuingia darasani ili kunoa vichwa vyao. Timu yangu nikiwa nina midfielders wengi, nachagua mfumo wa 4-2-3-1. Waliweza kujifunza na kujikumbusha masuala mbalimbali yanayohusiana na mpira wa miguu kupitia semina iliyoandaliwa na mkurugenzi wa ufundi wa Fountain Gate na kocha wa daraja la juu la FIFA Alex Alumira. Hawezi mwambia vile kufunga bao. Yaani at the end of the day hautamwambia cha kufanya kila kitu. Na sisi semina hiyo ilifanyika kwa siku 2, iliwapa makocha fursa ya kujua mambo mengi kuhusu soka la sasa, kuuliza maswali pamoja na kufanya mafunzo ya vitendo uwanjani. Yaani inatuaffect kidogo. Kama ukiwaamini sana kwa kucheza kwenye mfumo huu hivi. Tunasema anafika mchezaji yani msemo mtu akamkamua bibi mmoja kumpiga chenga na kufunga. Lakini anasubiria zake wale wacheze. Kocha Alumira wala hakuificha nyeupe, alimwaga madini yake yote kulingana na uwezo na uzoefu wake mkubwa katika tasnia ya mpira wa miguu. Baadhi ya haya mambo mimi hata nimeniaffect at some point. Sasa yale ambayo waambie vizuri kabisa ndio always positive reinforcement kwa watoto wadogo. Wakiona senior, so hiyo ndio difference kati ya senior teams na hizi junior. Senior utamwambia wewe hauchezi vizuri, anafaa kuwa amejifunza. Sasa leo ni siku ya mechi. Sasa atakuja atapangua plan zako zote. Sasa wewe pale mazoezini Baada ya mafunzo ya darasani, vijana wetu walifanya mazoezi asubuhi katika viwanja vyetu vya mpira hapa. Walimu walipata fursa ya kuonesha kile walichofundishwa wakati wa semina kwa kutumia mbinu mbalimbali za kisasa za ukufunzi. Aidha, wachezaji wetu walipata fursa ya kucheza mechi ya kirafiki na moja ya timu zinazoshiriki ligi ya MDFA Morogoro na kuibuka na ushindi wa mabao 4-0. Vijana walionyesha ubunifu mkubwa na tajiriba iliyokolea wakati wa mechi iliyochezwa katika uwanja wa Fountain Gate Academy Morogoro. Becoming a football star. No, so
Katika juhudi za kuhakikisha mazingira salama kwa wachezaji chipukizi, Fountain Gate Sports Academy iliendesha mafunzo maalum ya ulinzi na usalama kwa makocha wake, yakiongozwa na kocha Alex Alumira. Semina hii iliyofanyika katika jiji la Dodoma ililenga kuwawezesha makocha wa Fountain Gate Sports Academy kuelewa mbinu bora za kuwalinda na kuendeleza wachezaji kijamii, kimwili na kisaikolojia. Mmoja wenu lazima uifanye hiyo course, lazima play your video and then itakupatia either blue or a green screen kwa to play ya kukuallow yeye. Na wakati una play hiyo video kuna mtihani utakuja kulingana na ni nini kimefanyika hapo ndani ya video. So lazima uwe makini sana. Kwanza tuangalie behavior ya kocha, tuangalie CV ya kocha, tuangalie reaction ya huyo ambaye anacheza, alafu tuangalie reaction ya yule ambaye alikuwa akishuhudia. Kocha Alumira alipongeza ushirikiano wa makocha wote na kusisitiza kuwa Fountain Gate Sports Academy itaendelea kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wake kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya usalama. Kwa miaka mingi Fountain Gate Sports Academy imejikita katika kuibua na kulea vipaji vya soka kwa weledi mkubwa. Mafunzo kama haya yanahakikisha kuwa soka sio tu mchezo, bali ni msingi wa maisha salama na endelevu kwa vijana wa Tanzania. Tumalizie kwa kuitazama timu ya Gates Program ambayo ipo chini ya mradi wa kukuza, kulea na kuendeleza mabinti kwenye soka. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, walifanya ziara kwenye shule ya Fountain Gate Elite iliyopo Ihumwa jijini Dodoma. Timu iliwasili salama shuleni hapo na kupokelewa na wanafunzi pamoja na uongozi wa shule. Kisha wakajumuika pamoja katika michezo. Siku hii michezo ilianza mapema sana, kwani wachezaji walivyofika tu shuleni hapo moja kwa moja wakaungana na wenyeji wao kusherehekea siku hiyo maalum. Siku ilikuwa ya furaha kwa wanafunzi wote ambao pia walionyesha kuwa mwanamke anaweza kufanya shughuli zaidi ya moja kwa kushiriki michezo huko wakifanya shughuli mbalimbali. Soka ni mchezo unaopendwa sana na inapotokea wenye mapenzi na mchezo huo wanapokutana inakuwa ngumu sana kuzuia hisia za kutaka kuugawa uwanja kwa mara mbili na soka likapigwa. Hivyo wanafunzi na timu ya Gates wakaona isiwe tabu, acha tuvuje jasho kwa dakika chache tu. Wapo waliotengeneza urafiki wa haraka na kutengeneza vijiwe vya mazungumzo ya kufahamiana zaidi na kubadilishana mawazo. Baada ya mechi kutamatika, ikawa ni maonesho ya sanaa na burudani kutoka kwa wenyeji kwenda kwa wageni. Wanafunzi walitaka kuwaonesha dada zao sanaa za ndani na walianza na nyimbo ya siku ya wanawake. Waimbaji na vipaji vya kucheza pia havijawahi kuwa kikwazo kwa Fountain Gate Academy. Neno kwa heri ubudi pale pasipotarajiwa. Siku ikamalizika salama na wanafunzi hawakuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali kuwa kwa leo ilikuwa imeishia pale. Mtazamaji, muda wako una thamani kubwa sana kwetu na kwa leo hatuna la ziada. Kwa uwezo wa Mungu tutaonana tena wiki ijayo.